wakakosa pesa ya kumalizia gharama ya kulipia vipimo, wakarudi nyumbani wakiwa wanamlilia Mungu wao, na sauti ilimfikia Mungu, na hatimaye tukafanya kama ambavyo rais wetu alituelekeza. Naomba kutumia fursa hii, kwa sababu jambo hilo tulifanya ilikuwa ni mwezi wa 6 mwaka jana, kuwatangazia pia wananchi wa mkoa wa Arusha ya kwamba mwaka huu pia tutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kama tulivyofanya mwaka jana, kwa wananchi wote wenye uhitaji wasiokuwa na uwezo wa kwenda hospitali kwa magonjwa yote. Na tutafanya kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 29, takriban siku 7, na kuhakikisha kwamba kama ulikuwa unaumwa na hauna pesa ya kwenda hospitalini, basi njoo. Mungu amesikia kilio chako, na Daktari Samia ametupa kibali cha kufanya tena mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais, zoezi hili huwa linaonekana kama zoezi la kawaida, lakini sisi ni zoezi la kumtukuza Mungu na kumtumikia Mungu kwa nafasi zetu. Nakumbuka mwaka jana yuko bibi mmoja alivyofika pale uwanja wetu wa mpira, tulibadilisha pale tukafanya kama sehemu ya hospitali. Alivyopokelewa, akasajiliwa, akaingia kwenye utaratibu, akafika mahala akaambiwa tatizo lako hili inabidi uende kwa daktari bingwa. Akaenda kwa daktari bingwa. Bibi huyo nilimkuta hakujua kama napita kuangalia, lakini akiwa analia, mkono wake mmoja wa kulia ameshika dawa zake, mkono wake wa pili akiwa ameshika karatasi ya vipimo na majibu aliyopata kwa daktari. Kilio chake ilikuwa ni sauti inayosikika kwa unyonge na machozi mengi yakitoka, akisema, Mungu, nimeonekana, umeniona, Samia amenipa dawa, Samia amenitibu, nilikuwa nasubiri kufa, leo naenda kupona, asante Mungu. Kwa hiyo maneno yake yale yalinikumbusha ya kwamba kazi hii tunayoifanya si tu kwamba inatupa nafasi ya kuendelea kuaminika na kupata nafasi nyingine zaidi, lakini inatuandalia mahala pema peponi siku ambayo Mungu akituita. Hivyo ni kupongeze kwa utendaji na kujali maslahi ya wananchi, hasa wale ambao wana uwezo mdogo, wasio na uwezo kama ulivyosema. Na kupongeza sana kwa lile zoezi la upimaji wa afya na kuwaleta madaktari bingwa kwenye kambi. Basi ili kama ulivyosema mwenyewe, na wananchi wetu wanyonge waendelee kumsifu Mungu kwamba sisi watumishi wa serikali tunafanya kazi ambayo Mungu anapenda tuione katika kuwatumikia Watanzania.